huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwansasu. Tunda la Roho ni upendo. Upendo ni maisha na maisha ni upendo. Sawa, watu wa Mungu, kila mmoja uzingatie, na katika kuzingatia lazima uangalie kanuni halisi ya msingi wa madhabahu. Unataka uishi vipi? Mungu wetu anataka tumuishi katika upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Tukimuishi katika upendo, unyenyekevu na uvumilivu, ndipo yeye anakuwa anajidhihirisha katikati yetu. Tukumbuke Mungu ni roho na shetani ni roho. Hizi ni falme mbili zinazoshindana. Lazima tuwe makini, kwa kuwa ni vita. Lakini vita ipo kwenye ulimwengu wa roho. Ondoka mwilini, rejea rohoni. Tukikaa rohoni kwa pamoja, Kristo atakuwa mshindi katikati yetu. Muda mrefu kanisa halina ushindi, ni kwa sababu mabadiliko hayajatokea. Wokovu ni mabadiliko. Mabadiliko ya tabia. Mabadiliko ya tabia ndani ya Yesu ambaye ni Kristo yanaachilia ushindi wa vita unayopigana. Kristo amerejea. Miaka 1000 tuliopewa ya kutawala na kumiliki. Lakini ndani ya hiyo miaka 1000 shetani amefungwa, yuko jela. Ile jela alipo shetani amepigwa muhuri. Ule muhuri aliogongwa unasomeka kuwa ni baba wa uongo. Akiwa yeye leo tunafahamu kwamba ni baba wa uongo, manake sisi sasa ndani ya urejeo tumepokea ufahamu, na ufahamu unatupa nafasi ya kutawala na kumiliki. Hatutatenda dhambi. Mtu wa Mungu, unashindwa kutawala na kumiliki ni kwa sababu ya dhambi. Tukumbuke chanzo cha tatizo na changamoto ya mwanadamu ni dhambi. Injili hii inakuwa ngumu sana. Ndio maana inafika sehemu ina mifumo mingi sana mipya ambayo hatujazoea. Lakini tutazoea kwa sababu tunahitaji mabadiliko. Ni wakati umefika. Kristo amechukua nafasi katikati ya ndoa zetu. Ni kwa sababu tuko chini ya jua. Unahitaji kuolewa, unahitaji kuoa, lakini unaweza ukaishi hivi na Kristo akatumika tu, lakini kwa utaratibu. Kumbukeni lengo na kusudi
ambalo unalihubiri na kulifundisha ni mabadiliko. 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 Tusipompa nafasi Kristo ndani ya familia zetu, ndani ya maisha yetu, kamwe hatutatoka. Magonjwa yataendelea kutuandama. Kazi za mikono yetu hazitakuwa na matokeo kamwe. Kwa nini? Wewe baba, mama anahuzunika. Wewe mama, baba anahuzunika. Msitegemee siku itakwisha tu hiyo. Msitegemee. Sikufiche mtu. Kanisa Afrika, Tanzania, hamka ufahamu. Ninapowahubiria kwamba Yesu amerejea, manake ni ufahamu. Tuko chini ya jua. Tuko chini ya jua. Mwanamke, una nafasi yako ulioagizwa na Mungu uitende ndani ya ndoa yako. Mwanaume, una nafasi yako ulioagizwa na Mungu uitende ndani ya ndoa yako. Na yote haya Mungu aliyaachilia lengo na kusudi yeye, udhihirisho, neema ya kwake ionekane chini ya jua. Ile inatutofautisha ndoa za sisi tuliokoka ndani ya wokovu wa Kristo na wa mataifa. Ndio maana yake. Wa mataifa wanagombana kwenye ndoa, na sisi tunaojiita wokovu tunagombana. Nini hicho? Nini? Nini? Mwanaume uliumbwa kwa kusudi. Mwanamke uliumbwa kwa kusudi. Mliwekwa pamoja na Mungu kwa kusudi. Kila mtu tambua nafasi yako. Lengo na kusudi. Mungu anatakiwa kujifunua. Mmekutanishwa kwa kusudi, watu wa Mungu. Lakini yote haya ninayowahubiria na kuwafundisha, hiyo ni roho ya Kiyahudi, iondoke katikati yenu. Wanawake, mmeagizwa kuwatii waume. Ni agizo la kibiblia. Neno la Mungu ndani ya Biblia. Neno la Mungu. Acha mazoea. Na tunaposoma na kulitafakari neno la Mungu, ndo Mungu mwenyewe, ndo Kristo mwenyewe. Kadhalika enyi wake, watiini waume zenu. Watiini. Lengo la ujumbe na ili agizo, Mungu anataka kututofautisha ndoa zetu. Anataka kutofautisha maisha yetu, anataka yatofautishe. Kadhalika enyi wake, watiini waume zenu. Kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao. Mke, mwanamke ndani ya ndoa, wewe ni kioo cha ndani ya uokovu. Wako wanawake wako nje, wanajifunza nini kwako wewe? Umeagizwa kumtii mume wako. Kumtii. Kwa nini umeagizwa mtii mume wako? Aliyoko ndani ya mume wako ni Kristo. Mwanaume aliyebeba roho ya Kiyahudi wa mataifa aliyoko ndani mwake ni babu yake. Ninapojadili babu na bibi, naongelea mira na desturi. Naomba mnielewe. Tunahitaji kutengeneza familia zetu. Ni aibu. Ni aibu. Neno la Mungu ndani ya Biblia
katika Petro wa kwanza 3 linatuagiza kadhalika, enyi wake watiini waume zenu. Watiini. Mko hapa wale ambao ndoa zinasumbua nje huko wa mataifa, wanatakiwa kuiga. Uwe mfano wewe mwanamke ulioko ndani ya ukoo wa Mwansasu. Uwe mfano. Uwe mfano. Umeingizwa kwenye uokovu kwa kusudi, ili Kristo adhihirike katikati ya watu, katikati ya mitaa mnaoishi. Ndio maana yake ya ujumbe. Anasema kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe na tabia yako wewe mwanamke wa ndani ya ukoo wa Mwansasu. Wavutwe kwa ovyo. Kwa ovyo. Mungu ameuandaa ukoo kwa makusudi. Badilika. Pale utakapoonyesha mabadiliko, Kristo akakaa ndani mwako, kuna watu wataokoka. Kwa nini yote haya watu wa Mungu? Ndoa zimeharibika, watu wa Mungu. Hii dunia iache. Acheni. Tunahubiri injili hapa kwa sababu dunia imeshaharibika. Watu ndoa ni ndoano huko. Cheni masiara. Kwa wewe mwanamke ndani ya ukoo wa Mwansasu ni neema. Mungu amekuingiza huku uwe mfano, umdhihirishe yeye kwa tabia iliyo njema. Badilika. Ndio lengo na kusudi. Wakristo wa Kiyahudi waliingiza mila na desturi ndani ya wokovu. Maana walileta ujinga kama huo. Kichwa cha mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Lazima umtii. Neno linasema tii mume wako. Lakini mume mwenye kupokea utii ni yule ambaye amembeba Kristo ndani ya moyo wake. Kwa sababu maamuzi na kila anachokuagiza akuagizie kwa akili yake, wala sio babu yake, wala sio bibi yake, wala sio mganga wake. Anenena kwa huyo wakati, kwa huyo mume wako ulioko ndani ya kwa Mwansasu ni Kristo. Ni Kristo. Tusipoujua huu utatu, hatutavuka kwenye maisha yetu. Taanza kulaumiana tu. Mmeo akisema hili, wewe mke ni kulalamika tu. Mke akisema hili, mume ni kulalamika. Maana yake katikati yenu nyinyi Kristo hayupo. Mwanamke umeagizwa tii mmeo. Na lengo la kuagiza kumtii mmeo, kuna watu wako huko wanatakiwa kuokoka kwa kupitia ndoa yako wewe, kwa kupitia tabia yako iliyo njema, kwa kupitia uokovu wako. Ndio maana yake. Tuache kumung'unya maneno. Mmeo aliokoka, anakuagiza usifanye hili, wewe unafanya. Na kinachogusa ndani mwako wewe mwanamke, Kristo hayumo. Manake kuna mila na desturi, uchafu wa upande ulikotoka huko, tabia ya kabila lenu, tabia ya ukoo wenu bado unayo kwenye ndoa iliyoko ndani ya wokovu. Huyo sio Kristo. Huyo sio Kristo.
Kumbukeni, kuna neno la Mungu ndani ya Biblia na kuna neno la Biblia ndani ya Biblia. Neno la Biblia halina matokeo, limebeba mila na desturi. Ni theolojia. Watu wanafundisha ili mradi kufundisha. Hapana. Tunataka matokeo. Kumbukeni, roho ya Kiyahudi chanzo chake ni mila na desturi. Hiyo Petro mnaisoma. Mwanamke unaagizwa kwenye ndoa, mtii mmeo. Mtii mmeo. Na kwa nini Mungu anakuagiza wewe mwanamke? Lengo na kusudi. Kuna wanawake wanateseka huko. Mungu ili aweze kuwafikia amepita kwako wewe mwanamke uliokoka kwenye ukoo Mwansasu. Mtaa una shida kubadilika. Mnatoka kanisani hapa mnajiita ukoo wa Mwansasu, mnarudi kwenye nyumba zenu ovyo. Ni laana. Kwa sababu watu wanawasikia majirani. Wanajifunza nini? Mwanamke umeagizwa mtii mmeo. Na utii ni bora zaidi kuliko dhabihu, kuliko sadaka. Unaweza kaa una mengi unayatenda ndani ya ndoa yako, lakini kama sio mtii katika maagizo na agizwa na mmeo yatende, wewe wa ovyo. Wewe ovyo. Ovyo. Sio mtii ni kwa sababu umebeba roho ya Kiyahudi. Wokovu ni mabadiliko. Mabadiliko ya tabia. Tunatengeneza familia. Tunatengeneza ukoo mpya uliojaa baraka. Hamwezi mkabarikiwa kama ndoa yako ina migogoro. Mwanaume hili, mwanamke hili, hakuna kitu. Nenda uendako. Mwanamke umeagizwa mtii mmeo. Na mkumbuke utii ni bora zaidi kuliko sadaka. Utii ni utekelezaji wa maagizo unaoagizwa ufanye. Mme anapokuagiza usifanye hiki, anayeagiza ndani ya mmeo ni Kristo. Manake wewe ndani ya kanisa huna faida wewe. Namhubiria mwanaume wa wokovu, sio wa kimila. Naomba mnielewe vizuri. Na kuhubiria wewe. Neno limemwagiza mwanamke wa wokovu, sio wa kimila. Kristo angeruhusu mila, desturi, roho ya Kiyahudi ikae ndani ya hili kanisa, wanawake msingekaa popote. Kwa sababu roho ya Kiyahudi, mila na desturi haziwapi nafasi nyinyi. Ndio maana anasema Yesu wa urejea ambaye ni Kristo hana jinsia. Kwako anakaa, kwa mwanaume anakaa. Mnanielewa nyinyi? Mnanielewa nyinyi? Hii ni dunia. Kadhalika enyi wake watiini waume zenu. Kwa nini wanawake mnaagizwa kuwatii waume zenu? Kusudi ikiwa wako wasioliamini neno, wale wasiokoka, washuhudie, wajifunze. Ndo maana yake. Mko humu wanandoa nafundisha kila mara ovyo. Mko humu mmejaa. Mmejaa.
hao majirani zetu watajifunza nini? Watajifunza nini? Kwa wanawake mlioko humu ambao mnakosa utii kwenye ndoa zenu, mna dhambi, ni laana mbele zake Mungu. Unasali lakini Yesu unamwona ovyo tu, ndio maana yake. Lakini kwa siku husika tunapopokea ujumbe maalum wa Mungu, tunahitaji kubadilika, ndio maana yake. Kwa hewe mwanamke, badilika. Kama jana juzi uliishi umebeba roho ya Kiyahudi yenye mila ya desturi ya ukoo wenu, kabila lenu, badilika leo. Badilika. Wale ambao wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao, kwa mwenendo wa ndoa yenu. Huo mtaa waone. Ndio maana nahubiri upendo kila mara. Ndio maana nahubiri upendo kila mara. Mkumbuke, tunatoka mara hapa, tunarudi majumbani, lengo tukamwombe Mungu mbaraka ushuka. Uwezo ukashuka kwenye tabia za kimila ulizobeba. Uwezo ukashuka. Leo nahubiria sana nyinyi wanawake wa ukoo wa Mwansasu. Nahubiria nyinyi. Kianza na huyu mama mtume huyu. Chamira ya desturi. Huu ni ukoo mpya. Ndoa yangu isipokuwa safi na ya kwenu itakuwa chafu. Msifikiri nimehamia huko nini. Naye si ameingia huko Mwansasu. Naye si anatoa sadaka. Na mhubiria ili asikaingiliwa na shetani. Mila ya desturi si ana kwao, zinamfuatilia. Hawe mfano. Akitoa rango yeye huyu kwangu mimi hamtahudumiwa nyinyi. Mimi sasa nimechanganywa huko. Kuja hapa tunaanza tu kutukana watu. Kumbe kuna mjinga mmoja tu kachukua dhambi mitaani huko. Silete masiala, hii ni injili. Tuko vitani huko. Mimi nikija hapa nimebeba mzigo wa kumbeba mwenyewe huyu mama. Kiali kiubia nikimwona tunaona tu jana aliniuzi huyu. Na usiende masiara. Na hakuna mahali ambapo shetani anawinda kama ndoa za sisi tuliokoka, hasa sisi watumishi. Hawe mtii. Utii ni bora zaidi. Akiwa mtii mama mtume, akimtii mtume, na nyinyi ndio mtahudumiwa zaidi, kwa sababu mtume hapa atakuja ana amani. Nawaambia kweli. Mimi uzuri simhubiri kama mke wangu, namhubiria kama muumini. Si anatoa sadaka. Ndio uzuri wa injili ya kitume. Mimi sio mchungaji. Ndio maana kutoka wachungaji wengi madhabahu hata huduma iletewi kwa watu wao, kwa sababu anatoka nyumbani kwake kachafuliwa na mila ya desturi. Mama kamvuruga mapema. Shetani ana mbinu. Utii ni bora zaidi kuliko dhabihu. Lakini roho ya Kiyahudi ni roho ambayo inapenda kutembea kwenye mila ya desturi.
Mwanamke kila siku huko kwenye ndoa muokovu, kila siku kijijini kwenu, wazazi wako wenyewe hawajaokoka, ndugu zako wenyewe hawajaokoka. Wewe unaleta rana ndani ya nyumba. Maana yake unasogeza miungu yenu ndani ya nyumba. Mko hapa. Kadhalika enyi wake, watiini waume zenu. Hili ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Ndoa zimechafuka. Watu wanataka kulala mbele, wengine wanataka kuingia. Kachungulie kwanza, wewe lete wasiara. Unaliangalia. Watu wanataka kuchapa raba. Wako humu wanaotaka kuchapa raba, mwingine anataka kuingia humu. Yamsete wasiara. Na kama neema unayo, bora kae hivi hivi. Bora kae hivi hivi. Bora kae hivi hivi. Ni agano baya. Ni agano linalopambana na roho ya Kristo. Roho ya Kiyahudi asili yake ni kupambana na Kristo. Ndio maana hao Wayahudi tunawaona waliona ni vigumu kuachana na mila na desturi za kwao, wakaamua kuokoka na kuingia na mila na desturi ili waue Ukristo. Kadhalika enyi wake, watiini waume zenu. Wake mlioko ndani ya ukoma sasa, mtii mmeo. Kwa nini Mungu, kwa nini Kristo anataka umtii mmeo? Kuna wenzio huko wanakuchungulia na homina yako. Sasa masiala, ndoa huko zimechafuka. Mwanaume ambaye hana Kristo ndani ya kichwa yake, usilete masiala. Kwa kama mna mafarakano ndani ya ndoa nyinyi mliokoka, maombi yenu siku zinapotea. Hata ujifanye baba jeuri siku hiyo, sijui una hela, sijui una dili gani, unajisumbua lijinga tu. Lijinga. Lijinga. Kutane na mwanaume ana mila na desturi, hajaokoka afu umeokoka. Hamna kitu. Wende wapi? Kufanya nini? Ndio maana tunaona ni neema. Tunahubiri Injili ili watu waje. Ndoa ziwe salama. Ni kwa wale wana ndoa. Wote mkiwa na Kristo ndo anayeongoza ndoa yenu, ni raha, ni amani. Maombi yenu yanajibika. Mna ratiba yenu ya maombi, mwezi huu, mwaka huu tunataka kufanya nini? Mnaingia na program moja wote. Wengi hapa mnashindwa kubarikiwa kwa sababu ya mila na desturi. Roho ya Kiyahudi. Wewe ni mwanaume tu. Roho ya Kiyahudi. Roho ya Kiyahudi. Lakini Kristo anakarabati. Leo tunajisema, mimi nimekarabatiwa, msilete masiara. Mimi napenda kuhubiri kitu ambacho nimekiishi. Nisije kulemba mwandiko hapa. Nimekuja kutimiza jukumu langu nililoitiwa. Kumbukeni wanawaambia ibada tuliona hapo imeandaliwa mbinguni. Mimi napeleka ripoti. Na sisemi kumfurahisha mtu. Nafundisha maisha ninayoishi. Nadhani nyewe wanawake, huyu mama yenu mkimuuliza saizi ana raha. Kwa hiyo anaona wokovu na nini? Kwa sababu ameonja kote. Kabla sijaokoka na sasa nimefanyaje? Ameonja. Na Kristo ndicho alichotuletea chini ya jua. Wote tumeingia kwenye uokovu, tulikuwa hatujaokoka. Sasa tumeokoka. Kwani hatubadiliki? Ndio swali langu. Muulize jirani yako, kwani ubadiliki?
Kwa nini ubadiliki? Anasemaje? Anasemaje? Tunaabudu hapa, tunalia, sio kwamba nini, kuna gusa ndani, unaona Kristo kabisa amekubadilisha, sio wewe. Analia yeye, anagusa yeye, yani anaacha. Cheni unafiki. Kadhalika enyi wake, watiini waume zenu. Fuata maelekezo ya mume wako. Usifanye hiki, usifanye. Kaa chini mjadili. Kama anataka kukengeuka, Kristo si ni wa kwenu wote, si anaingia kwako? Kalishe mmeo kwa utii. Kwa utii, shuka kwanza wewe. Kini hawa ndugu hawa. Mambo ya ndugu hayo. Wenzetu wazungu walishavuka huko. Hawana uchafu huo. Kadhalika enyi wake, watiini waume zenu. Kumbe hapa neno la Mungu linavyotuagiza lina kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi. Sisi ni kioo ndani ya ukoo wa Mwansaso, ni kioo. Unajua jiji mnajidhara watu wanatusikiliza. Hii huduma inasikilizwa. Mifumo yote inayokuja hapa wanaisikiliza na wanaielewa. Acheni masiala. Kwa sababu ya nini? Ni haki. Anenena si mie, ni Kristo. Nani anempinga Roho? Siongei hapa kwa sababu ya elimu yangu, pesa yangu. Ni Kristo, ni Roho wa kweli. Na Roho wa kweli popote pale hapingwi. Ni mnajidharau. Mimi jumbe zangu zinafika. Sio ya kwangu. Sio theolojia hii. Anenena na we ni Roho wa kweli mwenye haki. Anataka kukubadilisha. Anataka kubadilisha ulimwengu. Lakini unapokuwa kizuizi wewe sasa, unasema umeokoka, kumbe bado hutaki kubadilika. Kuna laana. Kuna laana. Wengi hamfunguliwa hapo kwa sababu hamko tayari kubadilika. Usi wakati wa kwanza kuombeana magonjwa huu. Agano gani la miaka 5 yetu tunajadili magonjwa? Huu ni ujinga ndani ya kanisa. Msomi mzima na tai unaumwa kipindupindu. Wewe si lijinga wewe. Kipindupindu ni uchafu. Unapeleka hospitalini msomi mzima unaumwa kipindupindu. Mfano wanasema umepata wapi? Si mchafu. Mchafu, kipindupindu chanzo chake ni uchafu. Ni uchafu. Huu si wakati kwenye hili kanisa, kwenye hii madhabahu kwanza kuombeana magonjwa. Agano hilo halipo. Huu ni wakati wa bilionea. Mungu anataka kujifunua. Sio magonjwa. Naomba mnielewe. Mnielewe. Tunawapokea watu Alhamisi wageni kuwaombea. Ni kwa sababu ni wageni. Hata wewe. Leo hii. Yaani badala ya wewe eti mwe na tema huko tujenge kanisa kule magonjwa. Yule Alhamisi tunayemwombea ni mgeni. Baada ya hapo hamna kitu. Tunatakiwa ungane na sisi. Sasa na wewe. Sasa tukitaka sadaka ya kujenga tutapata wapi? Hivi nyinyi mna akili nyinyi? Hii huduma ilishavuka huko kwenye magonjwa. Mimi niambie biashara yangu inasumbua. Sasa kwa nini nimefundisha sana? Na wewe ni shuhuda. Umeniona mimi na miaka 5 kwenye hii madhabahu. Umeniona naumwa. Ni ushuhuda kwako. Kila siku mimi niko madhabahuni miaka 5. Miaka 5. Sijakutoka hapa. Mwanadamu wa wapi huyu? Bado mjifunzi.
Naona mikutano huko watu wakikaa kwenye kabeza kake anahutubia lazima na maji yawe. Mimi mwenyewe naona maji hapo. Roho Mtakatifu ni maji. Ndiye anenena kwa wakati. Hachoki. Hachoki. Nyinyi amka nyinyi. Na yote ni kwa sababu amuamini kwamba anenena si mimi. Kadhalika yenye wake. Wati hii ni waume zenu. Hata ungekuwa mtoa sadaka mzuri, kama una utii. Kwa sababu hiyo sadaka yako, kumbuka ibada njema inaanzia wapi? Inaanzia wapi? Nyumbani. Sasa unakuja madhabahuni kufanya nini? Ni uchafu. Hapa hatuji kufurahishana na watu. Tunahitaji kuona mabadiliko. Tunahitaji kuona mabadiliko. Na yote ya mabadiliko nayo ya ubiri anataka kuona familia zilizobarikiwa. Hatuwezi tukabarikiwa na Kristo kama amani ya kweli ndani ya nyumba zetu haipo. Nenda uendako. Nenda uendako. Wakristo wa Kiyahudi walifundisha kanisa kuwa ili Ukristo ukamilike katika wokovu lazima ufuate mila na desturi na sheria za dini ya Kiyahudi. Achana na mila na desturi za kwenu. Achana na sheria za dini uliotoka. Mimi ndo namaanisha hivyo. Ili ubarikiwe mbele zake Kristo, lazima mabadiliko yaonekane. Umaskini unaokusumbua ni roho ya babu yako. Nyamjui kwenye ndoa wanaoana ni mababu na mabibi. Nyamjui. Wewe jiangalia wewe. Msione wali kuna vituko huko. Haya ni maarifa nakupa. Haya ni maarifa nakupa. Kuna siku niliwafundisha kwa kupitia kipindi kwamba ukiona ndoa yoyote inasumbuka kiuchumi, mwanamke jitafakari. Uliletwa kwenye hiyo ndoa kwa kusudi. Wewe ndio uliyebeba mbaraka mkubwa. Ukiwa mjinga na mila zenu na desturi, wewe kuisha. Naona wanawake mnaangalia chini leo. Wa kwanza mama mtume ameangalia chini. Na watoto nao wataangalia wapi? Chini. Inachoma. Mila na desturi. Familia yote hawana ndoa kama mko hapa. Kiona uchumi unasumbua, jitafakari wewe mwanamke. Alijinga tu mwanamke kuisha. Ni mimi kaka yangu yuko kijini, tumepata mshahara pewe. Alijinga wewe. Changu jadili wewe na mmeo na wanenu mwende mbali na Kristo wenu. Mama yangu kule kijiji. Wewe jinga wewe. Wewe jinga. Hao ndo mmesimama kwenye mila na desturi kwamba baba na mama watakulani. Atakulani wapi aje okoka bwana wewe? Umpe usimpe. Nini? Kristo ndo yuko ndani. Atakulanije? Haya, huyo mamako. Si unaogopa ukimpa tu ameenda mahali pa juu. Umempa tu mamako na uli jioni unapigwa na mmeo mpaka lini? Mambo yamefunga. 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 Mkutana na mmeo, mtii mmeo, mjadili maisha yenu na mmeo. Umeondoka kwenu. Silete basiara.
Meondoka kwenu. Meondoka kwenu. Wazungu wenzetu ndio maana wameendelea. Mnataka wao wafadhili wenu. Waliamua. Unaniangalia? Anenena si mie, ni Roho ametaka leo niwahubirie hivyo. Mwenye kupokea hapokee. Asiyetaka kupokea kakae na mila desturi. Utaona. Lakini kama unataka mbaraka mtu wa Mungu, hebu amua kubadilika. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Kadhalika inyi wake watiini waume zenu. Kwa nini Kristo anaagiza nyinyi wake muwatii waume zenu? Lengo na kusudi, kuna wanawake nje huko wanashindwa kuokoka, kikwazo ni nyinyi. Hawaoni mabadiliko. Hawaoni. Roho ya Kiyahudi ni roho ambayo asili yake hupenda kuishi maisha ya mila na desturi pamoja na sheria za dini, mapokeo katika maisha ya mwanadamu kimwili. Ukiona mke au ndugu hadi mke muda wote tu, leo mtaona anachowafundisha kama pia akifai. Kuna siku mtanikumbuka. Na kunikumbuka kwangu, manake utamtafuta Kristo ndani ya ndoa yako, hataonekana. Tunaona huko wanawake, hii mila ikiingia kwa mwanaume, somo linakuja na mwanaume. Sikio ndio mtakuwa na raha nyinyi sasa. Leo nabomoa kwetu. Leo mtashika sana vichwa. Shilingi na pande hizi. Kuna Mwenge na Nyerere. Leo tuko kwenye Mwenge. Kwa nini Mwenge ulikuja? Kwa nini we ulioa? Paula cheka. Leo tunashughulikia upande mmoja wa shilingi leo. Leo ameona mtu wa kwanza kunyoka kuachana na mila na desturi ni mwanamke. Umekuja hapa kwa huyu mwanamume kumbadili. Umekuja kuleta mabadiliko. Mwanamke mpumbavu bomoa nyumba yake mwenyewe. Wewe mmeo unamjazia tu mindugu imetoka kijiji. Nitakuwa ndoa hiyo. Una akili timamu wewe. Na si wanaume tulio wengi ni wachoyo. Ni wachache sana. Usiende waziara. Unakuta wewe mwanaume saa moja anaingia mgawani. Akila warudi nyumbani ameacha kama 500. Ameona una mindugu mengi nyumbani. Unatikisa kichwa. Wewe mwanaume kweli uliyeoa ndoa yenye kichwa cha Kristo, saa moja unaingia mgawani. Nyona. Na anarudi mmeo nyumbani anasema ameshiba na unashangilia. Una akili wewe. Mwanamke unayejitambua lazima uoje huyu umekula wapi. Manake mwanamke unayejitambua wa Kristo lazima upike chakula ndo kusudi lako ili afurahi mlembo wako. Sasa wewe mlembo anarudi anasema ameshiba na wewe unashangilia. Mimi na waangalia huko wanaume saa moja naona kutumika hawa. Ni sahihi aingie kwenye mgawa nyumbani kumenuka. Ni mama niko tu nilipo. Sasa utakula chakula cha. Na nishawafundisha hapo, ukienda kula chakula cha lijitu lililojinunanua na mambo mengi unachukua guloho kule. Ndio maana wanawake wengi ni wajane. Yaani mama anasema fanya hiki. Mume aliokoka, fanya hiki unafanya. Yaani wewe acha.
Lakini unapopingana na mwanaume tu, Roho alisema leo niwape siri wanawake, namna ya kubarikiwa ndani ya ndoa yako, kwa sababu kubarikiwa ni umiliki ulio sawa. Na huu umiliki, watu wa Mungu, unapenda amani ndani ya nyumba. Amani. Tafuteni amani na watu wote. Amani ya kweli inatokana na Kristo. Kichwa cha mwanaume ni Kristo na kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Manake ndani ya huyo mume wako aliyomo ni Kristo. Yote haya watu wa Mungu, ujumbe ulitolewa, lengo na kusudi, tunataka kuona baraka. Baraka zetu nyingi zimezuiliwa, hazina ile kasi ambayo imekusudiwa na Mungu. Chanzo chake utii umepotea kwa upande wa mwanamke. Usirizike hapo, umeonjeshwa tu. Kristo kimpa nafasi katika kanuni yake pure, mwanamke, hii dunia utaiona. Wakristo wa Kiyahudi walifundisha kanisa kwa ili Ukristo ukamilike katika uokovu lazima ufuate mila na desturi na sheria za dini ya Kiyahudi. Mila na desturi mojawapo ya Kiyahudi ilikuwa inamzuia mwanamke kupewa haki. Ndio maana leo mmepewa hii nafasi ya kufundwa hili. Mila mojawapo ilikuwa inakuzuia wewe. Ndio maana unakutana na yule mwanamke kwamba alikutwa akizini, akaletwa mbele zake Yesu akishtakiwa, na shtaka linavyosoma kwamba kama vile sheria Torati ya Musa inavyoagiza, mwanamke akikutwa akizini apigwe na mawe mpaka kufa. Lakini unajiuliza, mwanaume aliyekutwa naye yuko wapi? Mila desturi, mwanaume ameweka mfukoni, tapigwa na mawe mpaka kufa. Leo hii mawe ni wewe, usingizi ya uji, amani una. Mmejikondea kondea kwa sababu nyumbani hakuna amani. Unanichungulia. Kuna wanaume wengine wachoyo, chakula kinaiva ndo anaanza kusema wewe kwenu wewe nini? Yaani una amani mwanaume, mwanamke shida. Na watu ameshika hivi. Mulizeni jamaa ameshika hivi. Utii ni bora zaidi. Kristo anaachilia uhuru. Ukiwa uhuru usisahau ulichoagizwa na Kristo. Utii mwanamke. Timeo aliyomo ndani mliona mtii nani? Kristo. Tunda la Roho ni upendo. Tunda la Roho ni upendo. Upendo ni maisha watu wa Mungu. Amina. Na maisha ni upendo. Amina. Mwambie jirani yako shika neno. Shika neno. Mwambie tena Shika neno. Ukalitendee kazi. Ukalitendee kazi. Ukalitendee kazi. Ukalitendee kazi. Amina watu wa Mungu, tusimame.